Wanadamu tunapenda kuona vitu physically, alafu ndo tunaelewa. Hasa kwa sababu Mungu hana umbo kama Tito, hana umbo kama la Margaret, hana umbo kama la mchungaji fulani, hana umbo kama la mkuu wa nchi, hana mkuu wa mkoa, mkuu yoyote, hana umbo. Kwa hatutambui uwepo wake, kwa sababu ukisikia kuna mkuu fulani yuko hapa, kuna nidhamu fulani ambayo unakuwepo nayo, kuna nidhamu ambayo unakuwepo nayo kwa ajili ya ule uwepo wa mtu ambao unamuona physically. Sasa kwa kuwa Mungu ni roho, muone physically, unakuwa na behavior zako tu za kawaida bila kuheshimu uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa ndoa nyingi zimekosa uwepo wa Mungu kwenye maisha kwa sababu hatu recognize yani pamoja na sisi kwenye ndoa zetu. Cha uaminifu na utakatifu, kwa sababu Mungu haonekani. Kuna watu ambao, kwa mfano watu ambao wanaocheat, sawa, anajificha mke wake asimuone, anajificha mume wake asimuone, lakini haoni kama Mungu anamuona. Ni kwa sababu Mungu hana mwili, kwa hiyo hamuoni Mungu, lakini Mungu anamuona yeye. Sio hicho ninachokisema. Yaani kwa kuwa Mungu hana mwili, yeye anakuwa hamuoni Mungu.